katika moja ya falsafa ya haji, moja ya faida ya haji ni kuwa na mshikamano, utengamano baina ya jamii ya Kiislamu, umma wa Kiislamu. Na moja katika hizo, nadhani ndio sababu leo hii tuna baraza kuu, tuna umata wameungana, wamewaita maimamu kuja kujumuika katika kuitetea ule umoja na kujenga nguvu za umoja wa Kiislamu. Dini ya Kiislamu haitaki mifarakano. Dini ya Kiislamu zipo tofauti za kiufahamu, lakini hakuna mifarakano. Tofauti ya khilafu na tofauti ya iftiraq. Ziwepo tofauti za ikhtilaf za kiufahamu ambazo ndio zinajenga ukuaji wa kiakili, ukuaji wa kitaasisi, kutofautiana mawazo. Haya ni mambo yapo katika dini na yatakuwepo, lakini yasitupeleke katika mifarakano ya kuja kuuvunja huu umoja ambao umejengwa katika misingi ya wahdatul umma al-islamiyya wa tarabutu fima bainaha. Mazungumzo yangu kama ambavyo tunaizungumzia haji, imamu ametusaidia hapa kuizungumza haji wakati anakuja kusoma Qur'an. Alisoma aya ambazo ziko katika suratul Hajj ambazo zinahimiza watu waitafakari, waizingatie ibada ya hija. Hii ibada zote ambazo tunazokuwa tunazifanya, kuna ibada zinakuwa zinahusika na mambo ya mwili tu, na zipo ibada zinakusanya kati ya mali na mwili, na zipo ibada zinazungumzia mali tupu. Tukiangalia ibada ya zaka inazungumza zaidi masuala ya mali tu. Ibada ya sala haihusishi mali sana, zaidi inahusisha mambo ya mwili. Lakini ibada ya haji imechanganya, inataka mwili wako, lakini pia inataka uwezo wako. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wanawazuoni wote wamekubaliana kutokana na aya hii kwamba mtu anayekwenda au anayelazimika kufanya ibada ya hija lazima awe na uwezo. Kwa hiyo hii ni ibada ambayo inachanganya mali yako, mwili wako. Kwa nini ibada ya hija? Hizi ibada zina namna mbili. Kuna ibada ambayo mwanzo tu unapoifanya huwa unaweza ukajua faida zake, siri zake za ndani, falsafa iliyokuwemo ndani ya ile ibada. Lakini zipo ibada zinakuwa huwezi kungamua au kukokotoa na kujua kwamba ibada hii ina siri gani, ina hikma gani, kwa nini sheria imetuletea ibada ya namna hii. Kwa katika kujua falsafa au siri au undani wa ibada, inasaidia mtu kumjenga na kumpa nguvu ya kuitekeleza zaidi ile ibada na kushikamana nayo. Akishajua kwamba katika hii ibada kuna falsafa moja, kuna hikma moja, kuna faida moja fulani, mtu anakuwa anapata nguvu ya kuitekeleza ile ibada na kuitetea hata kwa wale ambao wanakuwa wanaipinga ile ibada, kwa kuonyesha kwamba hii ibada ndani yake kuna faida 1, 2, 3, 4. Lakini zipo ibada ambazo mtu hawezi kufahamu undani wake, siri yake, faida yake ni nini. Kwa hiyo zipo ibada tunafanya bila ya kujua hikma ni nini, na huenda
waliopokea mwanzo hizi ibada wasijue faida baadhi ya ibada, lakini wanaokuja mbeleni wakajua faida zake, kutokana na ufahamu kila siku unapokuwa unaongezeka. Kwa hiyo katika ibada ya hija ni ibada ambayo mambo mengi yaliyokuwemo katika matukio ya hija ndani yake kuna faida au kuna hikma ambazo watu moja kwa moja wanaweza wakazijua. Mtume sallallahu alaihi wasallama kwanza, wakati anawapeleka watu wake katika kuwafahamisha ibada hii ya hija, alikuwa hajawaambia nini siri ya baadhi ya matendo. Alichokuwa anawaambia toka mwanzo, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi haya matendo tutakayokuwa tunayafanya katika hii ibada. Sawa, umetambua nini kilichomo ndani yake katika hilo tukio au hujatambua, wewe unachotakiwa ni kufuata tu, khudhu anni manasikakum. Lakini aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoisoma hapa Imam alisema, wa'adhin fi nnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Waambie watu, walinganie watu, watangazie watu ibada ya hija, ili wawezao kuja kwa miguu, wawezao kuja kwa vipando, lakini waje kutoka maeneo tofauti tofauti. Kikubwa zaidi Mwenyezi Mungu mwenyewe ameanza kutuambia liyashhadu manafi'a lahum, waweze kuja kuyaona na kuyashuhudia manufaa yaliyopo katika ibada ya hija. Kwa hiyo kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anatuletea ibada ya hija, ndani yake kuna manufaa. Hajayataja moja moja haya manufaa, lakini kila mtu kwa nafasi yake atayaona manufaa ya hija. Aliyekwenda kufanya ibada ya hija ana manufaa atayaona. Sisi tuliokuwepo hapa leo hii kuna manufaa tunayaona. Liyashhadu manafi'a lahum. Hawa waandishi wa habari leo, nadhani Sheikh Suleiman, wana manufaa watayapata baadaye, lakini manufaa haya watayapata kutokana na ibada ya hija. Sisi tuliokuwa mbele hapa, liyashhadu manafi'a lahum, kila mtu kwa nafasi yake atayaona manufaa ya hija. Wanaochinja, wanaouza mbuzi, wanaogawa, wanaopokea, wanaokuja kutoa mihadhara, kila mtu liyashhadu manafi'a lahum. Kwa hiyo manufaa ya hija, kwanza falsafa ya hija ni kubwa, hatutoweza kuizungumza katika dakika hizi 25-30, bali tutagusa baadhi ya manufaa, na kila mtu huenda akiletwa hapa mbele anaweza akaja akayatoa kinyume na yale nilozungumza mimi, kwa sababu manufaa ni mengi sana. Lakini katika haya manufaa Mwenyezi Mungu mbele aliweka liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah, wa yadhkuru isma Allah. Haya ndiyo manufaa ya mwanzo aliyoweka Mwenyezi Mungu pale katika ile aya yenyewe tu, kabla wewe hujaanza kutafakari. Wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumatin. Ayyam ma'lumat, wengine wanasema kumtaja Mwenyezi Mungu katika siku maalumu, wanazungumzia 10 katika hizi Dhulhijja, layalin 10, siku 10 hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema kwamba hakuna matendo yaliyokuwa bora katika masiku kuliko masiku haya 10. Katika hayo masiku 10 ikiwemo siku ya yaumul hajjil akbar, ima useme ni siku ya Arafa au useme siku ya Nahari, siku ya kuchinja. Wapo wanaosema ayyam ma'lumati ni zile siku ambazo zinakuja kwamba siku ya Idi na zile siku 3 ambazo tunaziita ayyam, nazungumza na mashekhe, ayyam at-tashriq. Sasa iwe siku hizi 10, iwe siku 4,
lakini kinachotakiwa katika moja ya manufaa makubwa ambayo yanatakiwa watu waondoke nayo, uko katika ibada ya hija, uko umekutwa katika zile siku za ibada ya hija, hauko katika matukio yale, wewe uwemo katika wale ambao liyadhkuru smallahi, wa utaje wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Moja katika utaje unaofanyika ni pale tunapokuwa tunachinja hizi bahimatul an'am. Tunaambiwa wakati wa kuchinja tuseme bismillahi wa Allahu akbar, tumtaje Mwenyezi Mungu katika siku hizi zikiwemo siku za kuchinja na katika uchinjaji udhiya. Sasa hii ibada ya haji ina mambo mengi. Katika vitu ambavyo vimo katika ibada ya hija, nimeambiwa atakuja kuzungumza Sheikh Jafar kwamba kuna mambo ambayo mtume aliyasema mengi sana. Mimi nitazungumza na matukio. Ile hutuba ya mtume kuna mtu atakuja kuzungumza, atadadavua yeye. Lakini cha kwanza, inna rabbakum wahid. Tujue kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Ibada ya hija inalingania sana na inasisitiza sana umoja wa nabdhul firqati wal ikhtilafat. Katika moja ya falsafa ya haji, moja ya faida ya haji ni kuwa na mshikamano, utengamano baina ya jamii ya Kiislamu, umma wa Kiislamu. Na moja katika hizo, nadhani ndio sababu leo hii tuna baraza kuu, tuna umata wameungana, wamewaita maimamu kuja kujumuika katika kuitetea ule umoja na kujenga nguvu za umoja wa Kiislamu. Dini ya Kiislamu haitaki mifarakano. Dini ya Kiislamu zipo tofauti za kiufahamu, lakini hakuna mifarakano. Tofauti ya khilafu na tofauti ya iftiraq. Ziwepo tofauti za ikhtilafu za kiufahamu ambazo ndio zinajenga ukuaji wa kiakili, ukuaji wa kitaasisi, kutofautiana mawazo. Haya ni mambo yapo katika dini na yatakuwepo, lakini yasitupeleke katika mifarakano ya kuja kuuvunja huu umoja ambao umejengwa katika misingi ya wahdatul umma al-islamiyya wa tarabutu fima bainaha. Lakini pia wakati tunazungumza swala zima la falsafa ya hija, lazima tuzungumzie kule kwenye umoja kuna vitu ambavyo vinakuwa vinauondoa ule umoja, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama alijaribu kuwakataza watu wake waliokuwa pale, lakini pia inatuhusu wote. Faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Yaweza ikawa mnajadiliana mkiwa ndani ya hija, ikawa mnajadiliana katika mambo ya hija, mkawa mnajadiliana katika msimu wa hija, basi yasitokee majadiliano ambayo yatatupelekea katika kutofautiana na kufikia katika kufarikiana. Yasitupelekee maneno machafu, arrafath, yasitupelekee katika mambo ya fusuq, kufanyiana mambo maovu. Haji kama ibada, haji kama tukio, haji kama shiar, haya yote yanatakiwa yazingatiwe, wale waliokuwa katika ibada kule katika matukio na sisi ambao huku leo tunafungamana nao. Haji la rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Hija inaondoa shahna, inaondoa marumbano, inaondoa aina zote za chuki. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama
alipokuwa anaona kuna mambo yanaendelea katika watu ambao wapo katika Uislamu, wanakuja kufanya ibada ya hija au wameiamini ibada hii ya hija, lakini bado wanachukua mambo ya nyuma, wanataka kuyaendeleza, kujenga uhasama uliokuwepo nyuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia akasema kwamba mambo yote yaliyokuwa yana tofauti kipindi cha ujahilia, kipindi cha nyuma kabla ya muungano huu, anasema kullu hadhihi adauhu tahta qadamayya, leo haya mambo yote ninayaweka chini ya miguu yangu, ninayakanyaga. Kwa maana kwamba anafuta tofauti zilizokuwepo kabla. Kwa maana watu hata kama wana tofauti zipo, zilikuwepo, wajitahidi kwa umoja kama huu, kwa mshikamano kama huu, wayaondoe yale ambayo yaliyokuwemo kabla ya kukutana, kabla ya haji, ili wasafiane njia na waandike historia mpya, waandike maandiko mapya, karari mpya, ili waweze kufika na kuelekea katika mipango na mikakati ambayo itawajenga kama umma mmoja. Lakini pia ibada ya haji ni ibada ambayo inatuonyesha namna gani mtu anakaa katika rihla, katika safari ya kimabadiliko. Mabadiliko ndugu zangu sio mepesi, mabadiliko ya aina yoyote, na hasa mabadiliko ya kiibada yanahitaji mtu uweze kushikamana na kupambana. Muangalie Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wakati wa ibada ya haji anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda kulibusu jiwe, anamuona kabisa, lakini Umar akida imemkaa, itikadi iliyokuwa sahihi imemkaa. Namna gani anapambana na yale mabadiliko? Akapatapo kusema, akasema kauli yake, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun. Analiangalia hajarul aswad, analiambia mimi najua wewe ni jiwe, kikawaida la tadhuru wala tanfa, halileti madhara yoyote wala halinipi manufaa yoyote. Kwa nini nikubusu? Imani na matendo ya Mtume, kama nilivyosema kwamba unaweza ukajua hikma na unaweza usijue. Umar akiangalia hikma ya kubusu jiwe halioni, kwa sababu amejenga hoja la tadhuru wala tanfa, lakini alikubali mabadiliko kwa sababu amemuona kiongozi wake anafanya. Akasema walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, laiti kama mimi nisingemuona Mtume anakubusu wewe, basi hata siku moja nisingekuja kukubusu. Taa ya kimabadiliko ya kimfumo ya kiimani ambayo ya kufata uongozi, hata wakati mwingine unajua hili linaweza likawa sio, lakini nishamuona kiongozi kaniingiza hapa. Kiongozi kwa chochote, kuna baadhi ya vitu ambavyo viko nje ya mimi ninavyovifahamu. Yawezekana kiongozi mwenzako amehudhuria vikao vya ndani na viongozi wenzake, wakajadili na wakaona, wakatoka na karari, wewe ukawa uko nje ukasema kwa nini katupoteza? Ataa. Mabadiliko haya ni magumu sana, lakini katika hija unatakiwa uwe nayo, utembee nayo. Na ndio maana ukiangalia, subhanallah, haya matukio mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anayakubali, lakini alikuwa anayabadilisha kuonekana namna gani mabadiliko yanatakiwa kwa tadarruji. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa, kwa sababu haji ilikuwepo kabla ya kufaradhisha kwa hija hii ambayo hijjatul Islam, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alioipokea. Yani hii walikuwa wanaita haji kwa maana ni mikutano yao. Yani kuna zama za kukutana kabail na watu kutoka sehemu tofauti
wanakuja kufanya ibada zao, wanakuja kufanya mikutano yao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati inafaradhisha haji mwaka wa 9 wa Kiislamu, wakati inafaradhisha haji, aliwakuta baadhi ya watu wanafanya baadhi ya mambo, na ndio maana wanasema watu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwaka wa 9 hajakwenda haji kwa sababu kulikuwa na vitu vingi sana vinafanyika katika namna ya ushirikina. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliopti kwamba yeye asiende haji katika mwaka wa 9, awatume baadhi ya viongozi wakaenda kuweka sawa baadhi ya mambo. Lakini kipindi hicho ndio mwaka ambao walikuwa hizi wufud, yani misafara, delegation zinakuja kutoka katika makabila tofauti kuja Madina kumuunga mkono Mtume. Kwa hiyo akaona wakati mwingine aakhirishe hija yake mwaka wa 9 aende mwaka wa 10, na ndio hajjatul wadaa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliyokwenda katika mwaka wa 10, hajaenda mwaka wa 9. Kwa hiyo wakati anafanya mabadiliko walivyokwenda katika mwaka wa 10, alikuwa kuna baadhi ya mambo wanafanya washirikina, anawaambia hapa katika Arafa hawa watu walikuwa wanaondoka saa ngapi wakimaliza ibada zao? Wanaondoka kabla jua halijazama, wanaondoka labda saa 10 au saa 11 au saa 10:30, wakati bado jua wanafanya baadhi ya ibada zao za kishirikina kuhusu lile jua. Mtume akabadilisha, akasema kama wao wanaondoka saa 9 saa 10 kipindi hichi cha jua, sisi tutaondoka naongea na maimamu bwana, kwani waliokuwa Arafa wanaondoka muda gani kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa? Baada ya jua kuzama. Kwa Mtume akageuza, kulikuwa na vijiwe, watu wakitoka Arafa wanakuja Muzdalifa wanaweka vijiwe vya kuanza kutambiana, wanasema nahnu banu fulani, sisi ndio watu kutoka sehemu fulani, babu zetu walikuwa hivi, sisi tulikuwa hivi, tunafanya vitu fulani. Aj'altum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir. Watu walikuwa sisi ndio tunatoa chakula pale Kaaba, wakija wageni sisi ndio hivi, sisi ndio tuliojenga msikiti, tulipandisha hichi, wakawa wana kipindi cha haji. Lakini Mwenyezi Mungu alikuja akabadilisha. Alisemaje? fa idha afattum min arafati fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Hapo mnapokaa nyinyi kama mlikuwa mnakwenda kutambiana, kama mlikuwa mnakwenda kuleta maneno mabovu, sasa hivi mkifika mash'ar al-haram kinachotakiwa fadhkurullah. Anawabadilisha taratibu, sio kuambia kwamba sasa mtajeni Mungu na hicho kijiwe muhame. Wataona sasa huyu mtume, hii dini inakuja kutuvunjia mambo yetu yote. Lakini walihisi kwamba tumeheshimika, bado kijiwe chetu mash'ar al-harami kipo, angalau mfumo tu wa mazungumzo au wa mambo yanayofanyika mahala pale ndio yamefanya nini, yamebadilika. Fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-harami wadhkuruhu kama hadakum. Fanyeni sasa kama ambavyo mmekuwa mmeongozwa, tokeni kule. Tena Mwenyezi Mungu aliwaambia wamtaje Mwenyezi Mungu kwa mfano kama vile walivyokuwa wanawataja baba zao kipindi cha mufakhara, kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Inatakiwa sasa hapo mumtaje Mwenyezi Mungu kama mlikuwa mnakaa masaa mawili kutaja historia za baba zenu, babu zenu, ukoo wenu, basi sasa inawezekana kaida hata masaa 4, lakini mumtaje Mwenyezi Mungu kushinda vile ambavyo mlikuwa mnawataja baba zenu. Mabadiliko ambayo yanahitaji ruhu imania kuyakubali mabadiliko, lakini mabadiliko yale unayafanya kwa utiririko gani? Hii ndio rihla ya hija, rihla ya kiimani, rihla ya kiibada, rihla ya kimalezi. Ukiangalia katika matukio ambayo wakati mwingine watu wanayafanya, kuanzia yaumun nahari, siku ya kuchinja, ukija siku ya pili yake mwezi 11, ukija mwezi wa 12, watu wanatoka wanakwenda kurusha vijiwe. Kama hujalitafakari ni kwa nini, ukiangalia historia, nini ambacho kilisababisha
ni kitu ambacho tunakuwa na tadayun bibana ad-dini al-hanifiyya, dini ya babu yetu Ibrahim alayhi salam, tunamuenzi. Ukiangalia historia ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam toka alipohamia Maka na yule kijakazi kile ambacho alipewa, wanasema mkewe ndiyo aliyempa. Kina mama ngumu imweza. Sara alipoona hapati mtoto, subhanallah, akamwambia Nabii Ibrahim, chukua hichi kijakazi, huenda ukapata. Mkewe anampa mume wake mtu amuoe. Wapo wachache, lakini wakati ametoka Ibrahim alikuja zake wapi? Maka. Wakati amekuja Maka akabarikiwa kupata mtoto, alipata mtoto, alafu akaja Maka na Hajar pamoja na Ismail. Aya ya Qur'an inasema Ibrahim wakati anaanza kusaka maisha yake akasema, rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika almuharram, nimewaacha kule mimi familia yangu, nimewaacha katika jangwa, hakuna chochote, lakini rabbana liyuqimu as-salah. Angalia maneno, rabbana liyuqimu as-salah, ala faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat. Alikuwa anawaombea dua, lakini ukiangalia yale matendo, sisi tunakwenda kupiga mawe, tunakwenda kufanya sa'i, utaona ni vitendo ambavyo vilimgusa Ibrahim na vilimgusa Hajar. Hajar wakati mambo magumu, kile chakula alichoachia Ibrahim alayhi salam kinakwisha, alikuwa anatoka kufanya asbab, anamtegemea Mungu, anamuomba Mungu, lakini anafanya asbab. Anatoka anakwenda Marwa, anatafuta angalau apate chochote chakula au cha kunywa, yeye na mtoto wake alioachiwa na Ibrahim. Hizi zote hizi tabu, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa na uwezo, yule ni mke wa mtume, wa kumshushia tu, lakini alimpa sababu za kukimbia na kwenda kutafuta. Alifanya sa'i. Hija inatufunza kazi. Hija haitufunzi kubaki tu kutulia, kuhangaika katika hija. Sa'i. Akatoka mwisho, baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampasulia kisima. Lakini ukiangalia udhibiti na ukomavu wa Ibrahim alayhi salam mpaka leo tukaitwa hii Eidul Udhiya, ni namna gani Ibrahimu alipopata mtihani wa kimalezi yeye na mtoto wake. Kisa hichi ukikiangalia, wakati Ibrahim anatoka Maka anakwenda mpaka Mina, kilomita ngapi Sheikh? Takriban 7 kilomita 7. Anatoka na mwanawe kutoka Maka anaenda Mina, kilomita 7. Anamchukua mtoto wake ili watu wa pale wasipige zengwe. Kesha ambiwa, bwana, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Allahu akbar. Mtoto na baba, malezi ya kiimani katika hija. Baba kuwa na nguvu ya kumwambia mwanawe kwamba nimeambiwa nikuchinje katika ndoto hii, na mtoto kuwa na imani ya istislamu ya kumwambia baba, nimefanya nini? If'al ma tu'mar, fanya. Leo hii kumtuma mtoto wako, saa zingine kuna mpira ukamwambia nenda sokoni, au kuna mpira nenda msikitini, acha hilo hapo. Wakati mwingine ukatoka mzazi ukaacha watoto wako wako ndani. Hakuna ya abati fa'al ma tu'mar. Hapa huyu anaambiwa achinjwe. Akatoka Ibrahim anaelekea Mina, lakini wakati anaelekea kule, kipindi hicho tukumbuke kwamba Ibrahim kapata tabu sana baada kuja kupata mtoto, na mtoto wenyewe kampatia uzeeni, na huyo mtoto kamlea kwa shida, na huyo mtoto sasa ndo anaanza kukua kuleta matunda. Jamani,
mtoto kampatia uzeeni, si ndio? Mtoto wenyewe mmoja kalelewa katika mazingira magumu. Sasa mtoto ndio anaanza kukua, matunda yanakuja. Maana Mwenyezi Mungu amesema falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, sio wakati kiko kidogo, wakati tayari kishaanza. Sasa kijana wangu tutembee wote, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ndio hapo Ibrahimu anamwambia sasa mwanawe, nimeambiwa nikuchinje. Alafu si hivyo, tukishafika kule shaitani anakuja, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Na yeye alishapa shaitani, la ughwiyannahum ajma'in, si ndio? Nitawapoteza wote. Anakuja kwa Ibrahimu, wewe vipi unataka kumchinja mwanao? Kakimbia kule mashaitani mijitu na nini, lakini akakutana na shaitani mwingine kule. Kwa nini unamchinja? Ndio pale wanasema kwamba Ibrahimu anamfukuza shaitani, toka. Akisogea akienda huku anakuja tena anamfukuza, toka. Mpaka mwisho, falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Ni mitihani mizito ambayo hija inatufundisha namna gani tupambane na shaitani katika mazingira yote. Waweza ukatoka nyumbani unakuja msikitini, ukafika msikitini hapa ndio shaitani anakuchezea katika eneo la tukio. Kwa wakati wowote tuwe tuko alert na shaitani. Hija inatufundisha kama Nabiiullah Ibrahim alivyosema. Lakini faida za hija ni nyingi, takafulu ijtimai. Na sisi tuchukulie tuko kwenye hija. Nikisema hivi kwa maana pamoja na mazungumzo yetu, pamoja na da'wa yetu, tusikubali kuondoka bila kuwa na mkakati wa aina yoyote baina ya mwaka huu tunaotoka hapa mpaka hija ya mwakani. Viongozi wa misikiti, viongozi wangu, shekhe wangu, Sheikh Yusuf, mwanafunzi wa Sheikh Taufik, hamjui ni mwanafunzi wa Sheikh Taufik, inabidi ili kuja hapa hivi inabidi uambie, lazima tutoke na kitu. Mtume alitoka na vitu vingi, atakuja kuzungumza Sheikh Jafar, lakini na sisi hapa tutoke na kitu. Tusikutane tukapeana mawaidha, imani sawa, amali lazima ziwepo, iktisadi, uchumi, kimalezi lazima viwepo, tuweke mikakati. Hija inatutaka mambo mengi sana tuweze kuyafanya kwa mikakati. Eidul Adha isipite hivi hivi. Kuna makala moja nilisoma, tunaona hivi sasa watu wengi wanashindwa kuchinja, ibada ya kuchinja inatuondoka. Lakini nini? Purchasing power, tunazidiwa. Mikakati inakuwaje? Baraza kama baraza, maimamu kama maimamu, mikoa yote tunao watu hawa. Tuanzishe ranchi zetu ambazo hata tunaweza tukanunua mbuzi, ng'ombe wetu mapema kabisa, tukawaweka 40,000, 50,000, wakaja mpaka tunahudumia kwa 70,000. Basi tukaja kuwawezesha Waislamu wasiokuwa na uwezo mkubwa waweze nao kupata kitu cha kuweza kuchinja. Leo hii unamwambia Muislamu akanunue mbuzi 200,000, 250,000 kwa mtu mwenye uchumi wa kawaida ni ngumu. Kwa hiyo mikakati iwepo, si hii tu, huu ni mfano mdogo, mingi sana. Uwezeshaji wa watu kwenda hija, na Sheikh mashallah na taasisi yake ya hija. Haya mambo ni mengi sana ambayo tunatakiwa sisi kama umma wa Kiislamu tuweze kung'amua, tuweze kuchota kutoka kwenye hija matendo ambayo yataweza kukuza jamii yetu kimalezi, kiibada, kiuchumi, kijamii, lakini pia kiuongozi, lakini pia kisiasa. Wote tunahusika katika jamii katika kuweka mikakati ya kuweza kuangalia namna gani umma wetu wa Kiislamu unainuka kutokana na mikutano kama hii na mipango kama hii. Mwisho ni wapongeze waandalizi wakiwemo imamu wangu Sheikh Juma. Sheikh Juma imamu wangu wa muda mrefu sana, sijui kama anakumbuka, sana
toka takwa ya kipindi kile mpaka ya leo. Mashaallah, kazi kubwa mmeifanya, na sisi tuko pamoja, angalau tuko mbali. Inshallah kwa lolote ambalo tunahisi kwamba tunaweza tukashirikiana. Sheikh Abdulrazak mwalimu wangu wa lakini kashazeka. Allahu Akbar. Nimefurahi sana kuwepo nyumbani, nimefurahi sana kuwepo na wenzangu. Falsafa ya hija ni kubwa, kwa inshallah kila mtu kwa nafasi yake atakuja kuzungumza kwa wakati wake. Nitosheke na haya machache, tujalie Mwenyezi Mungu katika wale ambao wanasikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.